Kwa majina naitwa Everlasting Liaro, ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam DAWASA. Leo hii tuko katika mtambo wa Ruvu Juu na kuna kazi ambazo zinaendelea za kitaalamu ambazo kwa kiasi kikubwa sana zimeathiri upatikanaji wa maji kwa wananchi wa Dar es Salaam na baadhi ya sehemu ya mkoa wa Pwani. Na kazi hizi tulikuwa tuna kazi ambazo tumezifanya, tumezigawa katika maeneo matatu. Kwanza tuna bomba kubwa ambalo la kupokea maji ghafi raw water la inchi 48 ambao nao ulipata hitilafu. Tukawa katika matengenezo ya bomba hilo eneo la JKT Ruvu, lakini pia tuna kazi ya kuondoa tope. Kama unavyoona, tuna kazi ya kuondoa tope katika moja ya miundombinu ya maji inapokelea maji katika mtambo wetu wa Ruvu Juu, ambao nao kwa kiasi kikubwa imepelekea upungufu wa huduma ya maji. Lakini kazi ya tatu ambayo inaendelea ni ufungaji wa pampu. Zile pampu ambazo tulisema zikifika zitasaidia kuboresha huduma ya maji kwa wakazi wa Dar es Salaam na Pwani. Zimeshafika pampu 4 kati ya pampu 8 na leo hii tumefunga pampu 3 na kazi za kufunga zinaendelea katika mtambo wa Ruvu Juu na pampu nyingine tutaifunga katika mtambo wa Ruvu Chini ambao uko wilaya ya Bagamoyo. Mtambo wa Ruvu Juu unahudumia zaidi ya 37% ya wakazi wa Dar es Salaam na Pwani. Kwa hiyo hii imeathiri tangu jana Mei 26, 2026. Tunategemea mpaka ifike kesho Mei 28 huduma ya maji itakuwa imeshaanza kufika kwa wananchi. Maeneo hayo ni kuanzia eneo la Kibaha, Kibamba, Kiruvya, Kimara, Mbezi, Tabata, tukienda Kinyerezi, tukifika Ukonga, Kisarawe, Pugu. Maeneo yale yote kwa ukanda ule kwa kweli experience uhaba maji. Kwa hiyo sisi kama DAWASA kwanza tunaomba radhi wananchi na tunahakikishia kwamba kukamilika kwa kazi hizi ambazo mnaziona mbele yenu utakwenda kuboresha huduma ya maji kwa kiasi kikubwa sana. Na kubwa kabisa ni lile ambalo hata Mheshimiwa Waziri wa Maji alisema kwamba hizi pampu zitakokuja zitaenda kuimarisha upatikanaji wa maji kwa maeneo mengi ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo hata yale maji ambayo mlikuwa mnapata kwa awamu au mlikuwa mnapata kwa ratiba, basi ratiba zake zitakuwa ziko kamili, zitakuwa na uhakika, lakini pia mtakuwa mnapata kwa masaa mengi zaidi.